Lakini wewe asubuhi ukiamka, mamako au walioko nyumbani kwako ashakutayarishia chakula. Ukirudi kutoka lunch, kama warudi ushatayarishiwa chakula. Kama hurudi umepewa pesa ya lunch. Ukirudi jioni hauna stress ya maisha. Toka uko nasari mpaka university, baba mzima uko university miaka 25, wengine miaka 25 wana watoto, na ametoka Maka kwa miguu kwenda kutafuta elimu Madina. Kwanza alikuwa kwa Falastini, babake alipokufa wakatoka wakaenda zao mpaka Maka kwa miguu, akaja Maka kwa miguu kuja Madina. Amehifadhi kitabu chaitwa Al-Muwatta cha Imam Malik. Akifika Imam Malik asomesha, yeye hana kitu cha kuandikia, aandika kwenye mkono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama mlivyoambiwa kwamba jukumu langu itakuwa ni kumtambulisha mzungumzaji wetu wa leo, na sitaki kusema sijui nianze wapi, lakini kuna mengi ya kusema kuhusu mzungumzaji wetu wa leo. Kama nilivyopendelea kwa kumpendekeza kwa chairman Ustadh Babu Ali ampatie nafasi Said Muhammad Fawz Ar-Rudaini aje kuzungumza hapa kutupatia sisi faida ama mawili matatu, kama vile sisi ambavyo kwamba twafaidika kutoka kwake. Mada yenyewe ni namna ya kusawazisha kati ya elimu ya madrasa na elimu ya skuli. Na sikuati hakuna mtu zaidi yake, lakini tumeona ni uzuri zaidi tumpate yeye atuelezee haya, kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ni advocate of the High Court, yeye ni wakili. Kando na kuwa wakili ni mtu alobobea katika hiyo fani ambayo tutataka kuzungumzia, madrasa. Ni mtu ambaye hututolea sisi, ni khatibu wa Ijumaa Masjid TSS, hutoa khutba za Ijumaa na pia darsa za Ramadhani hapo msikiti wa TSS. Jumatatu iliyopita alikuwa yuko Masjid Aqsa akizungumzia kuhusu ni siasa, naam, uongozi, akizungumzia kuhusu uongozi. Na kuna mengi ambayo kwamba sisi tufaidika kutoka kwake. Mimi binafsi nasoma kwake yeye, nasoma mambo mingi. Yeye amebobea katika nahwu, katika fiqh, katika hadithi, na inshallah sote tutapata faida kutoka kwake yeye. Itakuwa sijafanya haki, lakini mtanisamehe kidogo kwa kuwa ama yeye mwenyewe Said Muhammad Fawz atanisamehe kidogo kwa kuwa na mapungufu yoyote niliyofanya. Na Ustadh Badi asema huu ndo mwisho, hii ndo klasi ya mwisho, kwa hivyo tutasema vile vile wa khitamuhu misk. Leo tuna mgeni ashaelezwa vizuri na Secretary General wetu wa Mandri Motivation, na si mwingine ni Jamaldini hapa. Mgeni wetu leo ana topic nyeti ambayo atakawafahamisha nyinyi vijana, na hupenda kuwaleta vijana kama nyinyi, iwe ile lugha ambayo atakuwa aizungumza itakuwa yafahamika vizuri kuliko tukisimama kama sisi. Umri wetu nafikiri wengine wafikiria ni umri msikiti ulipojengwa hapa 1570, lakini tualeta mtu ambapo wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Huyu ndio lugha atakaozungumza na nyinyi ambayo mutaifahamu, lakini huyu atakafahamishwe pia msimamo wetu
tumpe motisha yale aliyokuja nayo, ajue azungumza na what kind of students hapa Old Town. Hebu tumuoneshe sisi msimamo wetu Sayyid Muhammad hapa, aone kama kumbe mimi I am in the right place, in the right message. Tumpigieni slogan yetu Subhanallah. Leo tuwafunga kilasi, nitaka mpaka Sheikh Omari kule, wazee wa watoto vikongwe vote leo tuitikie slogan yetu. Sheikh Musin, tuwalenga nyinyi sasa pia paka wazee leo insha Allah taala. Here we are, ready to serve Allah. Here we are, ready to serve our beloved Prophet. Here we are, ready to serve our parents. Here we are, ready to make a difference. Here we are, saying no to drugs. Let come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir, takbir. Wambo tayari. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sheikh Muhammad, tuase Sheikh Muhammad, tuasema boli ni wako, sasa mpe mtoto wetu. Bismillah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الحاضرين, wazee wangu, walimu zangu, ndugu zangu wakubwa na wadogo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza, kabla ya kila kitu, hatuna budi na ni wajib kuregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambao kwamba hakuna budi na ni wajib kuregesha shukrani kwa nyote mlohudhuria hapa, na kuwapa wapongezi wasimamizi wa organization hii na wasimamizi wa msikiti, na nitapendelea kuwataja baadhi yao: mzee wetu, mwalimu wetu Ustadh Babwali, ambao kwamba tumefaidika naye kwa ukaribu na kwa mbali, pamoja na wazee walioko hapa, Maalim Muhsin wa Masjid Mandhri, Ustadh Badi ndugu yangu Sayyid Muhammad Jamaluddin, Ustadh Abu Shuraim, Sheikh Salim, na wote ambao kwamba wako hapa. Tukitaja majina wote tutamaliza darsa yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajaze kila la kheri, awazidishie himma ili mupate kutufaidisha. Walionifanyia taarif, Sayyidina Umar, bwana mmoja alikuja akamsifu kwenye habari maarufu. Alipomaliza kumsifu kwa lugha nyepesi, akamwambia, umenidhulumu kwa zile sifa zako. Mmoja katika ulama alimwambia yule mwenye kumsifu, hasa ilikuwa ni kwa context ya kabla ya kuzungumza, alimwambia, ataabtani ya hadha, umenichokesha. Sasa amenipa bonge moja la introduction kila mtu amekuwa yataka kusikia kama kuna mapya na mazuri ambayo kwamba hayapatikani kwa mtu mwingine. La, mimi ni mtu wa kawaida tu, kijana tu wa kawaida, nilikuwa kama nyinyi na mpaka sasa niko kama nyinyi.
baadhi yenu hapa Nomani ule twacheza mpira kila Jumapili pamoja. Kwa hivyo msitishike wala msishtuke, kuweni makini tu tupate kufaidishana kwa pamoja. Mada yangu ni kama ilivyotajwa hapa, kizungu striking a balance between madrasa and school education. Kiswahili ni kusawazisha, na pengine ilikuwa hatukupata Kiswahili chake exactly, lakini ni kubalansisha baina ya madrasa na skuli. Nataraji hapa sote tuaenda madrasa na tuaenda skuli, sio? Ama kuna mtu ambao yuaenda moja peke yake, yuaenda skuli aendi madrasa? Kama yuko ainyoshe mkono. Hakuna. Kwa hivyo waenda skuli, madrasa peke yake. Taib. Kwa hivyo wingi wetu hapa wanaenda yani wanaenda zote mbili, skuli na madrasa. Lakini kabla hatujaingia katika mada, na tutagusia kwa hawa ndugu zetu wadogo wawili, ni kuna challenge katika mambo haya mawili, kwa kiasi cha kuwa kwa mfano mtoto akifika, na wazazi kule nyuma pia watalifahamu hili, akifika kwa mfano class 7 kwenda 8, watoto wingi sana katika society yetu wataachishwa madrasa ili wapate kufocus na skuli. Maal asaf, nusu yao, tuseme tu nusu yao, na pengine hata ni wingi zaidi ya nusu, lakini nusu yao baada ya kuacha pale class 7 hawarudi tena skuli au hawarudi tena madrasa. Wataingia high school, wataenda university, ndo madrasa kuisha. Na pia iko mindset, iko aklia ya kuwa ukitaka kufaulu katika madrasa na kusoma kwa kiwango cha kuweza kufaidika wewe na kuwafaidisha na wengine, au kuwa tu mutamakin, kuwa mtu umesoma zikasomeka katika madrasa, basi ni sharti uache skuli, ima uende mahad kama ni boarding huko mpaka mathanawi nini, usacrifice skuli. Kwa hivyo uache skuli, ufocus na madrasa. Kwa hivyo kuna hizi issue mbili. Sasa tuwafanya problem identification, to identify problem. Kwa hivyo problem ya kwanza ni kuwa ukitaka hiyo perception yenye iko kwenye akili zetu kuwa hizi elimu mbili hazichanganyiki. Ukitaka kuwa mzuri katika mambo ya madrasa lazima uache skuli, na ukitaka kuwa mzuri mpaka umefika graduate, mpaka umefika wapi katika mambo ya skuli, lazima ifike wakati uache madrasa. Sasa sisi tunataka kujadiliana, na inshallah tutatoa wakati pia wa maoni yenu na maswali. Kwa hivyo kila mtu asikize vizuri kuwa elimu hizi mbili, kitu cha kwanza za changanyika, na uko uwezekano wa kuzibalansisha, ukawa mzuri huku na huku pia ukawa mzuri. Ingawa nakataa vile alivyofanya taarifu ndugu yangu Jamal, nakataa, mimi sio mfano wa hayo, lakini wako mifano wa hayo, wako. Pengine tukipiga mfano ndugu yetu mkubwa maarufu, pengine wingi wamjua, Sayyid Fayyadh Rudaini, ni mudarris, ana darsa katika darsa ambazo kwamba ni mashuhuri Mombasa hii ya Masjid Nur Bondeni, ya tafsirul Quran kila wiki. Si kitu rahisi mtu kuwa na darsa ya kustakiri kila siku ya wiki ya Ijumaa ya kufundisha watu tafsirul Quran. Huyo lazima awe amefikia kiwango fulani cha madrasa, kuwa amesoma mpaka akaweza kufanya hilo. Lakini at the same time Sayyid Fayyadh ni electronic engineer kamili, na yuwafanya kazi yake. Na sote twajua hapa, kwa sababu tumepitia hizi, tumefanya zile zaitwa career talks, labda hapa pia zimefanyishwa. Huwezi kufanya engineering kama huna at least A- kwenye zile cluster points zako.
na uwe umepass mathematics, na uwe umepass physics, ama kama ni chemical engineer, chemistry, katika zile science subjects, sio? Kwa hivyo yeye ni mmoja katika mfano wa mtu ambao kwamba ni mutamakin katika elimu ya madrasa, amefanya vizuri masha Allah mpaka akapata ijaza, akaruhusiwa na walimu wake wa madrasa wa kuwa iwaweza kusomesha darasa la Qur'ani Mombasa hii, ambao kwamba alhamdulillah mpaka sasa bado imebeba walimu, bado imebeba ulama. Na pia akasoma skuli vizuri, akawa successful, akamaliza, akaenda university, akawa graduate wa EEE, Electrical Electronic Engineering. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kwa hili lawezekana, hatuzungumzi kitu impossible, lawezekana vizuri sana. Wala nikizungumza madrasa sizungumzi tu kuwa mtu ajue namna ya kuswali, vitu ambavyo kwamba sitaki kuwachosha na maalumati mingi, lakini kitu ambacho kwamba ulama wa fiqhi wa viita min almalumi fi dini bidharura, vitu ambavyo kwamba ni necessary kwa Muislamu kuvijua, kama swala, na tutaswali isha ni rakaa ngapi, kabla sijaswali lazima nihakikishe tahara ya mwili na mahali na nguo, fahamu, lazima ni tawadhi kisawasawa. Hizi ni vitu ambavyo kwamba ni dharura Muislamu avijue. Sawa ni ustadhi, sawa ni wayo wa barbarani hao lazima avijue vile, kama yeye ni Muislamu na ataingia msikitini atavitabikisha. Kwa hivyo sisemi tu madrasa ili kupate kujua hivi vitu, nasema madrasa umesoma nahwu, ukapasi nahwu, ukawa mzuri katika nahwu. Umesoma fiqhi, hukukoma tu kwenye mabadi na fiqhi ya ibtida, ila umeendelea, umepiga step katika fiqhi, ukaweza kunufaisha wengine. Kwa hivyo haya yote mawili yawezekana, na tayari tumeonesha kuwa in today's society we have living examples within our teachers, watu ambao kwamba academically wamekuwa successful madrasa na skuli. Kabla sijaingia katika hilo lawezekana vipi au condition zake, ningependelea tu kwa ufupi sana nitumie madakika machache kulionesha kuwa hili la sukumwa na la sisitizwa na Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, na hata aqwali za ulama na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa hakuna tanakudh, hakuna mgongano baina ya elimu ambayo kwamba leo imejulikana kama elimu ya dini na elimu ambayo kwamba leo imejulikana kama elimu ya dunia. Hakuna mgongano mpaka ikawa mtu hawezi kukusanya hayo mawili, hakuna mgongano. Na ukianza mwanzo tu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivokuja Jibril, wahi wa kwanza alimteremshia, sio? Ilikuwa aya gani au ilikuwa wahi gani? Takamunijibu. Ilikuwa ikra. Tayib, ilikuwa ikra, soma. Alivokuwa katika pango gani? Ghar Hira, akaambiwa ikra. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ma ana biqari, mimi si msomi, si mtu mwenye kusoma. Mtume alikuwa ummi, alikuwa haandiki, hasomi. Mwenyezi Mungu amemjalia namna hiyo, wala si upungufu kwake, bali ni muujiza, ili baadaye yale mambo atakayoyaleta katika Qur'ani na mambo ambayo kwamba yatawashinda wasomi yaonekane ni muujiza, yamekuja kutoka kwa mtu si msomi. Lau angekuwa yeye ni msomi, wale wangesema ni haya ni mambo Muhammad alikaa akatumia akili yake na usomi wake akayatunga. Kwa hivyo Mtume kuwa yeye haandiki wala hasomi, wala si adabu kusema Mtume hajui, la, sema tu haandiki wala hasomi, kama kwamba ni by choice, hakutaka tu kuandika wala kusoma, au Mwenyezi Mungu hakutaka yeye aandike asome.
akawaambia, akamwambia Jibril, ma ana biqari, mimi si msomi, sisomi mimi. Akafinywa mbavu zake mpaka mwisho. Kwa kisa maarufu ndio kwenye riwaya akauliza, haya nisome kitu gani? Kwenye riwaya hakuna, aliambiwa tu iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyoumba. Sasa hii ulama wametuambia ni ni general, waweza kutabikisha katika kitu chochote ambacho kwamba waweza ukasoma ukapata faida ndani yake. Bora tu kile unachokisoma umekisoma bismi rabbika, umekisoma kwa jina la Mola wako. Usisome vitu ambavyo kwamba vaenda kinyume na tauhid, vaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali hata hivyo waweza kuvisoma kwa nia fulani. Kwa mfano ulama baadhi yao wamejuzisha kusoma mpaka uganga na elimu za falaki na elimu za matalasimu, ambao ni elimu haram. Hakuna mtu yafaa kufanya uganga, lakini kwa nia ya kuwa wataka kuwa challenge wale waganga, kwa nia ya wataka kupambana nao. Baadhi ya ulama wakasema hata hilo madamu nia yake ni nzuri na ni liwajhi Allah, yaingia katika iqra bismi rabbika alladhi khalaq, waweza kusoma. Kwa hivyo lile neno iqra ni soma Qur'ani, soma hadithi, soma fiqh, soma nahwu, soma tauhid, soma aqida, soma balagha, soma badii, soma elimu zingine fani zilioko madrasa, pia soma English grammar, soma Kiswahili, soma biology, chemistry, physics. Zote hizo zaingia katika neno la Mola Subhanahu wa Ta'ala, iqra. Na nitawapa mfano yako mifano kadha, lakini tuchukue mfano mmoja. Mfano, nitumie mfano gani? Nitumie mfano wa elimu ya geography, ndio ilionidhihirikia. Pengine hapa katika kunao yoyote ambao amesoma geography high school ama social studies maybe soma na history, nani hapa yafanya history? Siogope ilhasil katika geography na history kuna zile zaitwa theories of creation, haswa kwenye history. Wale philosophers ulama, yani wa kizungu, walikaa ambao ni atheists, hawaamini Mungu, wakafikiria sisi tuliumbwa vipi sisi kama binadamu. Wakatumia miaka yao. Mmoja maarufu Charles Darwin alikuwa na the theory of evolution, sio? Alosema sisi tumeevolve kutoka wale apes, mayonda wale, wakaevolve paka akawa mwanadamu. Yule katika kitabu chake, katika introduction yake, yasema kuwa hii kazi, hizi findings, yale mwisho alivyofikia yeye, akaandika kile kitabu kwa mimi nimekaa nikafikiria nikapata hivi. Asema ni kazi ya karibu researchers ama scientists 20 kabla yangu. Yani mtu amekaa akafikiria, akajaribu kufikiria miaka yake yote, akafariki, hakufika katika mkomo wa ile research yake. Mwingine akaja baada yake akaendelea pale yule alipokoma mpaka akafariki, hakumaliza ile research. Mwingine akaja. Kwa hivyo watu 20, hiyo ni miaka mingi, ni 20 different generations, kama kusema wewe babu yako wa 20. Sasa yule Charles Darwin asema kuwa zile findings zake kwenye ile the theory of evolution, the evolution theory, ni watu 20 kabla yeye takriban wamekaa. Sasa wamekaa waka-invest a lot of time and resources and thinking kufikiria vipi hii dunia imeumbwa. Moja katika theories maarufu walokuja nazo ya hii dunia, hii earth ilikuwaje mpaka ikawa earth na the universe, ni maarufu, yaitwa the Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Mwajua hapo the Big Bang Theory?
Mmeisikia sio? Kwa ajili ya wakati ningependa kusikia kutoka kwenu pia, lakini kwa ajili ya wakati, the Big Bang Theory wanasema kwa hii dunia ilianza kama gesi tu, gases zilikuwa kwenye space, nitrogen na oxygen na gases zote zilioko, zile ambao kwamba wazisoma skuli, zilikuweko zikafanya chemical reactions kwa sababu ya certain conditions, pressure iliyoko katika anga na nini, zikajiunda into one big body of mass, ikawa ni kitu kimoja kikubwa, a mass of matter. Nafikiri mwanielewa sio? Ikawa tu yani one big body of mass, sijui niseme vipi Kiswahili, lakini ikawa tu ardhi moja kubwa tuseme. Of course after millions of years, mamilioni ya miaka imepita paka likajiform hili. Kisha a big bang explosion ikatokea. Ilivotokea ile explosion, sasa hii one big body of mass ikasplit, vipande vile vake vikaenda different directions. Sasa kuna vile ambavyo kwamba vilikuwa vikitravel at a high speed, vikaenda mbali na pale katikati, the center of that body, na kuna zile ambao kwamba zikabakia karibu. Zile ziloenda mbali zikapoa moto, ilikuwa very hot, lakini zikapoa ule moto wake mpaka ndani yake kukatengenezeka maji, kukaform water. Kwa ufupi wa hii theory, nao mfano wake hivyo vipande ni mfano wa hii planet Earth ilivyoform ile maji. Kwa ajili ya hayo maji ndio kukapatikana vegetation, miti na nini, na kukapatikana wanyama ndani yake, animals. Yani planet Earth ndio ikasupport life. Vile vipande vingine ambao ni planet zingine zikawa bado hazijapoa kucreate water, maji, kwa hivyo hazikuweza kusupport life. Ndio mpaka kesho wanaenda, utasikia spacecraft zimekwenda mpaka Mars kuangalia kama kuna maji, wakijua kama kuna maji ndio pengine waweza kugurisha baadhi ya vitu waende kule, kwa sababu ile planet yaweza kusupport life kwa sababu ya yale maji. Na maji yanafumika vipi? Kwa sababu according to their findings ni kwa sababu imepoa ile planet, cool down paka ika condense, kukatoka maji ndani yake. Zile zilobakia karibu na center, kwa mfano jua, zikabaki ni hot, na ndio maana jua ni moto. Hiyo ndio explanation yao. Sasa sisi hatutaki kwenda kuangalia wako sawa au wamekosea, lakini sisi kwetu theory yetu ya creation ni kuwa kuna Allah. Yeye ndio al-Khaliq, yeye ndio muumba, aloumba kila kitu, binadamu, wanyama, mimea. Sawa kuna sababu ameziweka katika kuumbia, sawa hakuna sababu, hahitaji sababu. Akiambia hii ardhi kun fayakun, itakuwa tu, hahitaji one big body of mass. Kwa hivyo hii ndio aklia yetu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, katika surat Ali Imran, atuambia awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardha kanata ratqan fafataknahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Atuambia hawa waliokufuru hawaoni kuwa mbingu na ardhi kanata ratqan, they were a joint entity, zilikuwa zimeshikana pamoja, fafataknahuma, tukazisplit, tukavunja, tukazitofautisha, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, na tukajalia kutoka kwenye maji ndio uhai wote wapatikana. Sasa utaona yale maisha yao yote, generation after generation, zimeelezwa na Mwenyezi Mungu katika aya moja tu. Wao the Big Bang Theory na kitabu kimoja katika theory zake ni kilo 14. Pengine mmoja wenu hapa hajafikisha kilo 14 kueleza hiyo. Kisha aje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambie hawaoni hawa waliokufuru
kuwa mbingu na ardhi kanata ratqan, they were a joint entity, fafataqnahuma, then we splitted them. Kwa hivyo hiyo akili yao walioitumia katika research, hatuwezi kusema the Big Bang Theory kama ilivyoelezwa na wao iko sawa 100%, lakini imeelezwa katika Qur'an, na hiyo ni geography. Ingekuwa haina maana kwa mwanadamu, wala haina asli, wala haina faida yoyote katika maisha, hangeieleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa ufupi ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ndani ya Qur'ani ametueleza katika elimu ambazo kwamba waweza kuchukua aya kama hizi ndio ukaweka elimu zingine zikawa ndio mabadi, ikawa ndio principles, ikawa ndio misingi, foundation za kuunda elimu. Geography iko ndani ya Qur'ani, medicine ndio usiulize, sheria na kanuni ndio usiulize, na kila elimu katika elimu zenye faida ukipeleleza utapata asli yake ndani ya Qur'an. Kwa hivyo pale tuendapo kuenda skuli lazima tubadilishe aklia, tuende kule. Mara nyingi huwa tusema tuenda skuli for worldly gains, ili tupate mtu kusoma apate kazi nzuri, sawa, hiyo iwe ni, lakini iwe ni secondary consideration, iwe ndi lengo la pili. Lengo la kwanza naenda kusoma kwa sababu ni elimu yenye manufaa na namridhisha Mwenyezi Mungu katika hilo, bali ni amri yake kuwa nisome. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, katika aya, kipande cha aya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha ay talaba minkum imaraha. Yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyowaumba kutokamana na hii ardhi, kisha akawataka nyinyi muiamirishe hii ardhi, muijenge. Utajenga vipi ardhi kama hukusoma elimu ambazo kwamba zitakuwezesha kujenga ardhi? Kujenga ardhi yataka proper engineering, kujenga nyumba yataka structural engineering, kujenga barabara yataka civil engineering, kujenga barabara yataka watu wawe, kujenga ardhi yataka watu wawe na afya nzuri, you have to read medicine. Kujenga ardhi yataka finances, proper management ya finances, yataka accounting. Kwa hivyo hizi elimu zote zarudi asili yake katika dini. Na ukiangalia mifumo ya zamani ya madrasa yetu, mimi personally I've had the advantage, nimepata kuangalia baadhi ya syllabus za madrasa zilotangulia, zilotajika. Kwa mfano Al-Madrasatu Najah Al-Islamia ilo-asisiwa na moja katika wazee wetu, wanavyuoni wetu, Al-Habib Sayyid Ali Badawi Jamalillah Lamu. Nimepata kuangalia syllabus ya Al-Madrasatu Al-Ghanna Al-Islamia ya Mambrui ilotungwa na kuandikwa na Al-Imam Sayyid Muhammad bin Sharif Said Al-Bidh. Utakuta katika zile syllabus zao kulikuwa na masomo ndani yake jiografia katika ile syllabus yao. Nafikiri madrasa za sasa, sijui kama nyinyi madrasa zenu mwatumia hizo, lakini madrasa nyingi wamechukua mtaala ule, ile syllabus waisomesha katika madaris zao. Basi utaona page 1 mpaka 10 ya faslu khamis kwa mfano kuna nahwu, kisha kuna fiqhi, kisha kuna hadith, kisha kuna jiografia, kisha kuna riyadhiyat ama alhisabat. Kwa hivyo walikuwa wakifundisha maths, geography, hizi subject wakizisomesha madrasa. Hata katika wale walio criticize skuli za integration wasema moja katika makosa yake ni kuwa madrasa imetolewa ikapelekwa skuli, si skuli ikaingizwa madrasa. Lakini ilhasil hatuko katika mazungumzo hayo, ni kuwa haya masomo yalikuwa yakisomeshwa. Ikiwa kuna shida katika system, mfumo, hapo tutakubaliana na hapo tuweza kujadiliana kuwa system ya skuli si masomo yake. Hakuna tatizo na kusoma English wala maths wala sciences, hakuna tatizo kabisa. Labda ile system yake, mtu akasema skuli mwalimu ataingia na miniskirt,
hawachungi wakati maybe wa swala ya alasiri na swala hii, watumia wakati mwingi, mtu akasoma skuli hapati time ya kwenda madrasa. Hapo it's another discussion ambao kwamba ni a valid discussion, mazungumzo yafaa yafanyike, tuboreshe system, lakini ile elimu yenyewe yataka tufahamikiane kuwa haina makosa, bali ni katika elimu ambazo kwamba tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu tuzisomeshe. Tukiendelea sana huko tutamaliza wakati, tuko hapo hapo. Nafikiri tumefahamikiana katika hilo. Sasa tuje katika vipi sasa tutabalansisha baina ya haya mawili, ya madrasa na skuli. Al-Imam Shafi'i, sote tumjua al-Imam Shafi'i, sio? Ama kunao ambao, kama kunao nitamwambia Ustadh Babu Ali amchape hapa mtu ambao hamjui al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i ametuwekea masharti 6 ya kutaka kusoma, kupata elimu yoyote. Kwa hivyo tutaeleza haya masharti 6. Lakini kabla ya kuingia katika masharti 6, mchango wangu binafsi katika kuweza kupata elimu zote hizi mbili vizuri, ukapasi katika madrasa na skuli, kote kuwili kwa kiwango kikubwa, kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza, interest. Lazima uwe na interest katika zote mbili, generate your interest. Kwa mimi nataka kusoma madrasa na nataka kusoma skuli, hii interest itakupa ile drive from within, itakupa msukumo kutoka kwako wewe mwenyewe. Pili, nalaambatana katika hii interest, follow up. Haswa madrasa, fuatilizia masomo, follow up kama vile unavyofuatilizia katika skuli. Na hii pia ni risala kwa wazee na wazazi walioko hapa na wanaotusikiza. Mimi alhamdulillah sina fadhila za kuwalipa wazee wangu, walikuwa na pupa sana la elimu zote mbili, ya skuli na ya madrasa. Kwa mfano, mamangu alikwenda madrasa kwenda kuchukua ripoti, akaona nina shida katika nahwu, naanguka sana katika nahwu, akanifanyia tuition ya madrasa. Naam, naenda madrasa, lakini nikirudi nyumbani yuaja mwalimu wa madrasa nyumbani kunisomesha nahwu, kwa sababu nina weakness katika nahwu. Leo sisi tu wanafunzi kwa wanafunzi, mwanzo kabla ya wazee, wangapi katika sisi tuangalia report zetu za madrasa, nikasema mimi niko weak katika fiqhi, wacha nifanye extra classes katika fiqhi. Kama wako ni wachache sana, lakini ile report form ya madrasa ishatoka, ndo ishatoka hivyo, yuko sawa hayuko sawa, yani wapelekwa ili ajipate aweze kujisaidia katika dini yake. Mentality hiyo yafaa igeuke katika madrasa. Fuatilia madrasa, kuwa na himma kama vile ulionayo katika skuli. Angalia weaknesses zako, zungumza na wazee wako, zungumza na walimu wako, upate kupata extra classes. Mwambie mimi kwa sababu gani hichi na hichi ndio sijashika. Yani kuwa na interest ya madrasa kama vile interest ya skuli ulionavo. Na hili pia ni kwa wazazi tuwe na himma ile ya madrasa, ya skuli tuipeleke pia madrasa. Angalia result, mtoto ana shida katika somo gani na gani, zungumza na yule mwalimu. Na madrasa pia tuunde hizo clinic day kama zinavyofanywa katika maskuli. Inshallah utajiona umeimprove. Na haitaki mambo mingi, haitaki effort nyingi, hataka effort kidogo tu uiongeze kwa juu, bora consistency. Kitu cha tatu na cha mwisho ni time management. Lazima umanage wakati wako vizuri, ukapanga kazi zako za madrasa vizuri na kazi zako za skuli vizuri. Sasa al-Imam Shafi'i atuambia, na pia wengine wasema ni katika maneno ya al-Imam Ali bin Abi Talib, lakini ni yako katika diwani ya al-Imam Shafi'i. Atuambia, na moja katika wanaosherehesha hii diwani anasema alikuwa akizungumza na ndugu yake mdogo. Kwa hivyo wewe ulipo hapo, sawirisha kuwa ndugu yako mkubwa ni al-Imam Shafi'i, yuwakupa wasia huu.
Al-Imam Shafi amwambia ndugu yake mdogo, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin saunbika an tafsiliha bi bayani dhakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustadhin wa tulu zamani. Amwambia, akhi, ndugu yangu, lan tanala al-ilma, huwezi kuipata elimu, you will never achieve knowledge illa bi sittatin, except by 6 conditions, isipokuwa kwa mambo haya 6. Saunbika an tafsiliha bi bayani, nitakueleza mambo 6 hayo ni gani. Dhakaun, mental sharpness, intellect, uwerevu, ushapu wa akili. Wa hirsun, na pupa, interest, affinity for knowledge. Wastibarun, na sacrifice, na katika riwaya nyingine wajtihadun. Zote mbili ni sawa na haziharibu mizani ya shairi. Wajtihadun, na hard work, bidii na sacrifice. Wabulghatun, bulgha direct translation ni tonge. Tonge hili la chakula, tonge la wali, tonge la, lakini tuweza kuifasiri tukasema sustenance, ama chakula, ama economic empowerment. Wa irshadu ustadhin, la 5, na muongozo wa mwalimu, guidance from a teacher. Wa tulu zamani, na muda mrefu. Mambo matatu ya kwanza, dhakaun wa hirsun wa ijtihadun ama wastibarun, ni mambo yako wewe mwenyewe directly. Hakuna mtu mwingine yoyote aweza kukupatia au kukusaidia. Mambo matatu ya mwisho, bulgha na irshadu ustadh na tulu zaman, yaweza kuwa watu wengine wakusaidie. Kwa hivyo mambo matatu ambao ni yako, ambao kwamba ndio nitakueleza zaidi. Kitu cha kwanza, dhakaun, uwerevu, sharpness, kuwa na akili mzuri. Na alhamdulillah, nadhani sote tuna akili nzuri. Ama kuna mtu ambao hana akili nzuri ainushe mkono. Sote ni intellectual, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ametuumba na akili. Sote ni na watu wenye akili, yani utawaona tu ukiwaangalia. Na mimi experience yangu ndogo nilionayo, na nimesoma somo la psychology university pia katika unit, naona munao akili. Kwa hivyo alhamdulillah, hiyo liko ni hiba, it's a gift umepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini hii akili yataka kuangaliwa, ni amana. Hata ile la لا تفضل سيد أبدا من فضلك. Hii akili yataka kuangaliwa, yataka kuwa nurtured, yataka kulelewa. Hata ile aya, inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Aya hii, kwa sisi tumeipa amana, tumewapa mbingu na ardhi na majabali amana, wakakataa kuichukua. Binadamu wakaichukua amana hiyo. Moja katika tafsiri ya amana hapa ni akili. Tafsiri iliyo mashuhuri kubwa kwa faida ni amana ni amri au ibada au vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu ameviweka ni faradhi, al-faraidh, ndio amana. Ndio tafsiri ambayo kwamba ni mashuhuri inda ulama. Lakini hata hiyo ibada ni kwa mtu ambao kwamba amekalifishwa, mukallaf, ambao yuandikiwa. Na taarif, definition ya mukallaf katika fiqhi ni albalighul aqil, mwanzo alobalighi akawa na akili. Huyo ndio yuandikiwa thawabu, yuandikiwa akikosa madhambi, sio? Kwa hivyo hata hii tafsiri mashhur bado yaturegesha katika akili, yataka kutunzwa, yataka kulelewa.
Yataka kulelewa vipi? Kitu cha kwanza, mambo ni mingi, lakini kitu cha kwanza, avoid, kaa mbali na vitu ambavyo kwamba vaharibu akili, junk ambazo kwamba zaharibu akili, mental junks. Kama vile kuna food junk, sio ile junk food ambazo kwamba zaharibu afya ya mwili, sio vile vile. Kuna vitu ambavyo kwamba vaharibu afya ya akili, hutokuwa tena sharp, ile gift ulioachiwa na Mwenyezi Mungu utakosa. Kwa hivyo chungana na hizi vitu, waangalia kitu gani katika simu, waangalia kitu gani katika TV, kwa kiasi gani. Hujakatazwa hizo vitu, hujakatazwa PlayStation na nini, lakini ni vitu vya kujipumzisha tu. Isiwe ndio wewe waamka asubuhi, lengo lako kubwa ukiamka, nataka kucheza siku nzima kuanzia alfajiri mpaka alfajiri ukacheza PlayStation. Na nasema haya kwa sababu najua I was once in your position. Usiangalie mambo machafu, usifanye madhambi mingi. Vitu vote hivi vaharibu akili. Hata huyu al-Imam Shafi'i alikuwa na mwalimu wake, al-Imam Waqi' ndio alikuwa mwalimu wake. Basi moja katika maneno yake al-Imam Shafi'i asema, shakautu ila Waqi'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Asema nilimshtakia Waqi', huyo mwalimu wangu, su'a hifdhi, kwa hifdhi yangu, memory yangu imepungua. Akaniongoza Waqi', akaniambia punguza madhambi kijana, punguza madhambi, ndio maana akili yako haiko tena sharp, ndio maana hushiki masomo. Punguza madhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilmu ni nuru. Waqala li innal ilma nurun, elimu ni nuru, wa nurullahi la yuhda liasi, na nuru ya Mwenyezi Mungu haipati yule mwenye madhambi mingi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni dhaka, uwerevu ambao kwamba alhamdulillah tuko nao, lakini wataka kulelewa. Kisha pia wataka wewe mwenyewe ujiangalie. Kuna vitu vaitwa peak mental hours. Kwa mfano mimi mwenyewe personally, asubuhi pale alfajiri, nikisha swali alfajiri pale ndio my peak mental hours. Pale chochote ninachokisoma nina possibility 100 times more ya kukishika kushinda saa ya mchana, ni baada dhuhur. Pale nashika mambo vizuri sana. Kwa hivyo hii akili pia yataka uangalie, uisome akili yako. Asubuhi nashika vizuri. Kuna watu wengine wasema wao ni wa kutransnight, asubuhi hawashiki, wa usingizi mwingi mpaka walale usiku. Wako pia katika ulama waliokuwa namna hiyo. Mmoja katika ulama, al-Imam Az-Zamakhshari, asema, amwambia mpinzani wake, aabitu sahrana duja wa tabituhu nauman thumma tabghi ba'da dhaka lihaqi. Mimi usiku mzima ni keshe nasoma tu, nafungua mabuku. Wewe ukeshe usiku huo umelala, kisha asubuhi tukiamka wataka kuwa kama mimi, haiwezekani. Kwa hivyo yeye al-Imam Az-Zamakhshari alikuwa zaidi you burn the midnight oil, na hiyo phrase burning the midnight ilikuwa ni mtu wa usiku kusoma. Kwa hivyo isome hii akili yako, ndio dhaka. Condition ya kwanza aliyoiweka al-Imam Shafi'i, dhakaun wa hirsun, kisha na pupa, self interest, affinity. Lazima uwe na pupa la kutaka kusoma. Ukiwa ni mtu wa kupushiwa mpaka mwalimu wa kupige mboko, kuamshwa asubuhi kuswali au kusoma hizbu au kwenda madrasa, ni mpaka utete na mamako madrasa huku mpaka ule mabati kila siku, huwezi kupata elimu. Elimu yataka hirs, pupa lako wewe mwenyewe. Mmoja katika ulama, al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardha, al-Imam An-Nawawi mmoja katika ulama asema yeye ndio mwanachuoni muhimu zaidi katika maisha ya Muislamu. Wewe mwenyewe utarelate na hili, utaelewa hili.
kwa sababu kitabu unachokisoma katika hadithi cha kwanza al-40 an-Nawawiyya, kisha wapelekwa Riyadhus Salihin, vote hivi ni vitabu vyake. Kisha hata ukiendelea baada ya hapo waweza ukasoma sharh ya Imam an-Nawawi ya Sahih Muslim, bado ni kitabu chake. Wewe ulioko hapo, madhhabu unaofundishwa katika fiqh ni madhhab ya Imam Shafi'i, ambao kwamba al-Imam an-Nawawi bali wanavyoni wengine watuambia katika madhhab ya Imam Shafi'i kauli nyingi katika madhhab ni za al-Imam an-Nawawi kushinda al-Imam Shafi'i mwenyewe. Yeye ndio muharrirul madhhab. Kitabu chake cha someshwa, labda Minhaj hapa yasomeshwa na Said Muhdhar. Kwa hivyo ni mwanachuoni muhimu sana, amesomesha, ametunga vitabu katika fani zote, na aliishi only an age of 44 years akafariki. Lakini ulipita wakati katika maisha yake alikuwa akisoma katika siku moja 12 darsan, alikuwa akisoma masomo 12. Ulipita wakati katika maisha yake sanatani lam yanam ala jambi, miaka 2 hajalala katika ubavu wake, hajui kitanda, yuko katika meza pale pale, ameelekea qibla, yuwaswali, akimaliza kuswali yuwatwali, yuandika vitabu, akisikia usingizi walala katika ile meza, akisikia njaa waletewa pale, labda kuondoka ni kuoga na kutawadha, basi hajalala kwa mgongo wake miaka 2. Kwa sababu gani? Ya pupa. Sasa sisi hatukwambii wala hatujiambii tuwe namna hiyo, tusilale miaka 2, la. Pengine ni ghayatun la tudrak, hatuna imani hizo, hatuna wakati huo labda, lakini at least kuwa na pupa la wewe mwenyewe kulala mapema, uamke mapema 1 hour before fajr, usome, uende preps zile, lazima uwe na hirs. Ndio Sayyidina al-Imam Shafi'i atuambia. Kitu cha tatu ambacho kwamba bado kiko kwako na wakati waenda kuisha, kwa hivyo tutamalizia, ni bidii. Lazima bidii, lazima consistency. Bidii ndio itakupa almuadhaba na mudawama, udumu katika hicho kitu. Hata mmoja katika philosophers, Aristotle, asema we are what we do. Vile vitu ambavyo sisi twafanya ndio vitu ambavyo kwamba vaeleza sisi ni nani. Excellence is not an act but a habit. Kufaulu si kitu tu kimefanyika, it's a habit. Ni kitu kilifanyika consistently over a period of time, na huwezi kuwa na hiyo consistency, mudawama, ukadumu katika kitu kama huna istibar, sacrifice mwanzo, huna ijtihad, huna bidii katika hilo jambo. Kwa hivyo haya matatu ya kwanza ni yako, uerevu ambao kwamba Mwenyezi Mungu ashakupa, yataka uutunze. Kisha wewe hakikisha una mambo mawili, self interest na una bidii. Kisha natonge bulgha, alhamdulillah, wazazi wako wanakuangalia, hulali njaa, wako wanaulala njaa, lakini wewe asubuhi ukiamka, mamako au walioko nyumbani kwako ashakutayarishia chakula. Ukirudi kutoka lunch, kama warudi, ushatayarishiwa chakula. Kama hurudi, umepewa pesa ya lunch. Ukirudi jioni, hauna stress ya maisha. Toka huko nasari mpaka university, baba mzima uko university miaka 25, wengine miaka 25 wana watoto na wameoa wana watoto, lakini wewe umeingia katika masomo, bado mzee wako wakutumia pocket money, au kuna wale masponsors ambao wakutumia pesa ya kula, ya ration, ya mahali pa kuishi popote ulipo katika university au umeenda katika jamia kusoma dini, kitu hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiwa na financial stress, ukiwa na stress za kimasomo, za kipesa, huwezi kuconcentrate katika masomo. Kwa hivyo hili alhamdulillah limepatikana pia. La tano, wa irshadu ustadhin, lazima muongozo wa mwalimu. Huwezi kusoma peke yako. Katika dini haswa ni hatari. Hata mmoja katika ulama na kauli asema
man la sheikha lahu fa sheikhuhu shaitan, yoyote ambao hana shekhe, hana mwalimu wa kumuongoza, muongozi wake, shekhe lake atakuwa ni shetani, yani atakuwa ni rahisi kushawishika. Kwa hivyo lazima upate muongozo wa mwalimu, wa ila hata Mwenyezi Mungu angeteremsha tu hii Qur'ani kama kitabu tu, kila mtu akajisomea, lakini amemleta Mtume sallallahu alaihi wa sallam, amewaleta ulama tupate kufafanuliwa, tupate kuelezwa hii Qur'ani. Na mwisho, tulu zaman, length of time. Lazima usitake elimu ya take away, ya shortcut, kuwa wataka kuwa mzuri katika fiqhi usome kwa siku 3 hiyo fiqhi ushike, haiwezi kupatikana hiyo. Lazima uanze bitadarruj, step by step, over time. Namalizia mwisho kabisa, haya mambo 6, angalia system ya masomo ya secular. Hawa wazungu ndo waloweka hii system. Nchi yetu imeboro kutoka the common world, yaitwa system ya UK wenye kusoma IGCSE, au wakaitwist CBC ndo ikawa yetu. Mimi mpaka kuwa wakili kwa mfano nimesoma nursery mwanzo miaka 3, nikasoma primary school miaka 8, imekuwa ngapi hiyo? 11. Nikasoma high school miaka 4, 15. Nikasoma university degree mwanzo miaka 4, ikawa 19. Nikaenda postgraduate Kenya School of Law, na ni condition uweze kupractice kama wakili mpaka uende huko, miaka 3. Hiyo ni miaka 22 katika maisha yangu niko katika kusomwa na undwa na system ili nipate kuwa wakili. Ni mimbabi au la masomo ya dini mtu aende through the same system na the same years. Si fuqaha wa dini mtu tu aliyosoma jamia miaka 4 amepata shahada akawa iwatoa fatawa, la. Ndio Sayyidina al-Imam Shafi'i akatuambia tulu zamani. Vile vile hilo la kwa miaka 22 haya sifanyi kazi yoyote, na nimewekwa na wazazi wangu na some sponsors wananilipia fees na kila kitu, sina hamu ya maisha. Kwa hivyo haya maneno ya al-Imam Shafi'i ndio wao wazungu wameyachukua wakayatabikisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ilmu na amal na nia na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, atupe na husnul khatima, atufanye vijana bora katika wazee wetu, atupe success katika masomo ya dini yetu na masomo ya dunia tuloletwa na Mola wetu, ambao kwamba bado ni masomo ya dini yetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wal afwa ala al itala. Shukran wa jazakallahu khair kwa maneno au kalima iliyotoka leo kwa vijana wetu. Ni kalima inayotunyoshea njia, kwa kuwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ulimi wa kitendo ni ufasaha zaidi kuliko ulimi wa theory, wa maneno. Practical iko na ufahamu zaidi kuliko theory. Na leo hapa katika mada ambao ameitoa ndugu yetu huyu, ameitoa theory na ameitoa practical. Na hii mada ambao imekuwa leo hapa, nilipofika mlangoni magharibi naingia kwa swaliwa, Sharif Muhdhara kaniuliza suala, na suala lake limeendana sawa na himada, na Mwenyezi Mungu amemjaalia Sharifu wetu tuko naye hapa. Na babu anambia usithubutu kuniinua kabla hujampatia mikrofoni Sharifu, sababu yeye ndio shekhe letu, ndio baraka yetu hapa, ndio kiongozi wetu. Kwa hivyo mic hii kwa amri ya chairman Babu Ali, yeye Sharifu hataki, lakini na mimi pia nimeamrishwa na chairman Babu Ali mikrofoni nimpelekee yeye. Kwa hivyo Sharifu, tunakuomba
uweze kutukamilishia haya au kutupambia leo klasi yetu kama hii. Na kabla hajafika spika wetu wa leo ameomba mulahadha, ataka kuongeza kitu kidogo. Kitu ambacho kwamba nataka kukieleza, na kwa hakika nilikuwa nataka kukitaja, kimenitoka tu katika akili, kwa katika pia living examples, mifano ambayo tuko nayo katika maisha yetu ya wazee wetu, wanavyuoni wetu ambao kwamba tuwategemea katika dini na mustakbal wa dini yetu, ambao kwamba at the same time walikuwa successful katika elimu yao ya shule, wakawa magraduate, wakasomesha. Ni mzee wetu Al-Habib Said Muhdhar bin Said Abdurrahman Khitani. Kwa hivyo yeye mwenyewe pia ni a living example, na akizungumza pia atakuwa iwazungumza practically. Shukran. Takbir. Hiya طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hapa tumeambiwa zile principles ambazo kwamba zataka zifuatwe mpaka mtu kuelimika. Zimeelezwa kwa uzuri sana, kwa ufasaha sana, kiasi cha kwamba tumefahamishwa namna gani mtu yuatoka kutoka nursery mpaka primary mpaka secondary mpaka high school mpaka university mpaka postgraduate mpaka kumaliza, amepata kujua kuwa wakili au daktari karibu miaka 25, ambapo kwamba hii ni kwa ufupi. Lakini tukiangalia mambo kama haya ndiyo yalikuwa yakipitika humu mwetu. Kuna watu wamesomeshwa miaka 50 for 1 hour maghrib, baina al-maghrib wal-isha. Nitawapa mfano. Hapa ndani ya Mombasa kulikuwa na mwanachuoni mkubwa ambaye alikuwa na bidii sana ya kusomesha. Ansomesha magharibi mpaka isha kwa miaka 50. Yule akatoa wanafunzi ambao kwamba walikuwa makadhi wote Kenya, naye ni Sheikh Bereki. Watu wakienda wakiattend kusoma kwa 1 hour. Kukatoka wa mwisho ni Sheikh Ali Mwinzagu ambao kwamba amekufa hivi karibuni, na wengineo wengi sana. Ule msikiti wa Mbaruku ndipo alipokuwa akisomesha, na zile durus baina al-maghrib wal-isha zimeleta natija ya kubadilisha mujtamaa wetu, kuonesha kwamba elimu yataka costings, yataka kuendelezwa. Consistency manake iendelee siku zote, si part time. Na pia vile vile hakuna elimu ya short time. Siku hizi watu wapenda haraka haraka. Hata restaurant
kuna fast food restaurants. Ukitoka mara wasikuwa waumwa na matumbo tu kwa vyakula ambavyo kwamba haviko tayari. Kwa hivyo elimu yataka bidii, yataka kufuza. Leo sisi tuna shida kubwa sana kwamba watoto waendelea vizuri, lakini hukatiliza. Wewe ukishakuingia form 1 hakuna tena kusoma. Unauambia ule mswahafu, unakiambia kile chuo unachosoma, hadha firaku baini wa bainik. Hii ndio tatizo iliyoko. Twaidharau elimu ya dini, na hii elimu ya dini ndio iliyojenga mujtama kila mahali. Ulimwengu mzima umejulikana. Wakati tukisoma tarikh, Madina ilikuwa ni kama a drop in the ocean. Kulikuwa na powerful dynasties za Kirum, za Kifursi, lakini zikainuka kwa sababu ya elimu. Wakavundika wote hawa Roman empires, Persian empires, ni kwa sababu ya elimu. Tutakuwa watu sisi ikiwa tutakuwa na elimu. Hakuna njia nyingine mwafaka ya kutufanya sisi ni watu wa kisawasawa isipokuwa kwa elimu. Mshukuru chairman Babu Ali kuanzilisha kitu kama hiki. Ni motivation, kutupiga kofi la fahamu. Hii ni kutupiga kofi la fahamu, kuijua ile legacy yetu. Watu hutoka kila mahali ulimwenguni kuja kutembea hapa. Hawatoki wakenda kuangalia Muthaiga Nairobi, huja hapa kwa sababu ya ustaarabu, kwa sababu ya elimu iliyokuweko. Siku moja natoka hapa msikitini, nikamsikia mtu asema maneno, mtu kutoka bara ama tourist wetu waki hapa, amwambia yule tourist guide, 1507 watu wajenga namna hii huku? Asema miaka 1500 kwa sababu wao walikuwa wenda tupu. 1507 kumbe watu walikuwa na majumba yao kamili. Hii ni kuonesha ile ustaarabu tulokuwa nao wazee wetu, ni kwa sababu ya elimu ya dini, ambapo kwamba sisi twaidharau, sisi twaona si chochote. Jana yetu ikiwa mbaya, kesho yetu itakuwa mbaya zaidi. Leo yetu ikiwa mzuri, kesho itakuwa mzuri. Lazima tujenge leo yetu ili kesho yetu iwe mzuri. Na nyinyi ndio mategemeo yetu ya umma. Mtume, ukisikia huyo mtume usiona alikuwa na watu wazima.
wote walikuwa vijana kama nyinyi. Mtu mzima ilikuwa ni Abubakar peke yake, wabakia wote ni wadogo. Kwa hivyo nyinyi ndio mtakao uinua umma wetu, na alhamdulillah muna wazee, tuna wazee ambao kwamba wenye basira, wenye maono, kuiona ile shida iko wapi, tukaweza kuitambua. Vision ndio kitu muhimu. Na hapa iwafanya haya, na kamati hii yafanya hii ili watu wapate kuzinduka. Maana hapa si kwamba ndio kuondoka, hapa ni kupigwa kofi la fahamu, ili mujue ile reality iko wapi, mujiendeleze. Hawa wanaosimama hapa walikuwa ni kama nyinyi, waka struggle. Wao leo wamekuwa mawakili, wamekuwa ni madaktari, walikuwa ni mainjinia, wamekuwa kila Ijumaa hapa, kila ajaye ni professional, ambao kwamba walikuwa ni kama nyinyi. There's nothing special. Na nyinyi mwaweza, lazima muwe kama wao ili mupate kuwaongoza na wengine. Ukiwasikia wote hao waliotajwa hapa wakiwaeleza watu ambao kwamba wamestruggle, mtu kama Imamu na Shafii amestruggle vipi, ametoka Maka kwa miguu kwenda kutafuta elimu Madina. Kwanza alikuwa kwa Falastini, babake alipokufa wakatoka wakaenda zao mpaka Maka kwa miguu, akaja Maka kwa miguu kuja Madina. Amehifadhi kitabu chaitwa Al-Muwatta cha Imam Malik. Akifika Imam Malik asomesha, yeye hana kitu cha kuandikia, aandika kwenye mkono. Imam Malik aambia, wewe kwa nini uandika hivi? Aambia, nataka kuzihifadhi. Ushazihifadhi? Akamwambia, shazihifadhi. Akastaajabu, akamwambia, hebu niambie zile hadithi nilosomesha. Akamsomea zote na sanadi zake. Akamwambia, wewe nani? Akamwambia, mimi ni Muhammad. Shafii akamwambia, sadaqa Rasulullah, amesema mtume kweli kwamba kutakuja kijana ajaze nyangwa hizi kwa elimu, ndio wewe. Amestruggle, jua hivyo amestruggle. Hakukoma hapo, akitoka kwenda kusoma akaenda zake Iraki, akarudi Falastini, akarudi zake Masri, zote ni katika kutafuta elimu. Na hii ndio hali ya scholarship. Hali ya elimu haipatikani hivi hivi. Tanamu Leila tarumu al-izza thumma tanamu Leila. Wewe wataka ukubwa kisha ulale tu usiku? Haiwezekani. You need to struggle. Lazima to struggle kusoma. Success ni kusoma. Kwa haya machache
hii attitude ziondoke, kwamba elimu ya kidini haina maana yote. Watoto mshafika form 1 kwa mtaki kusoma dini, tutapotea. Lazima tuendelee. The only tool hapa mwambiwa kwamba Babu Ali saa zote huwa akieleza, akiwa remind ile slogan, lakini slogan ile haitakuwa haina uzito ikiwa hakuna elimu, ikiwa hakuna tarbia. Lazima kuweko na tarbia, lazima kuwe na elimu. Ikiwa wataka dunia, fa alayka bil ilm. Ukiwa wataka akhira, fa alayka bil ilm. There is no way. Wewe wataka dunia, utaipata dunia, lakini soma elimu. Wataka akhira, usome elimu. Hakuna kati na kati. Wa bihadha wassalamu alaykum wal afu minkum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair Sharif, na naona niregeshe mikrofoni kwa chairman ili aweze kutufungia kabisa kikao chetu kwa siku ya leo, kwa kutoa shukrani kwa kila alihudhuria na vile vile na yote aliyoandaa kuzungumza. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina la kuendeleza, manake naona valo nyuma yangu hapa. Sheikh Mudhar, jazakallah khairi kwa motisha wako, na siku zote uko na sisi. Sitaki kueleza uko na sisi katika nyanja gani, lakini hino kupanuka pia, basi na wewe nafikiri umesababisha hili jambo likafika hapa. Manake siku nilipokuuliza Sheikh Mudhari, kwa kuwa kule nyuma sisi hatutoshi, basi wewe ndio ulotoa nafasi hii. Babu ndoni hapa, mimi nitaendelea na darasa zangu kule. Kwa hivyo this was your blessing. Hii ni blessing yako. Mungu akujaze kheri Sheikh Mudhari. Katika hapa sisi kuwa na wewe hapa, mashirikiano yako ni makubwa kwetu, na twaona katika ushirikiano huno msikiti wetu umeufikisha wapi wewe leo. Mungu akujaze kheri. Na mwingine hapa nyuma yangu ni mtoto sana kwangu, lakini leo wata vijana nyinyi kusoma, mimi pia nimesoma kwake leo. Mungu amjaze kheri. Said Muhammad, it was a specific, ile tailor-made, ile kitu ambacho kiu ambao uliwapa vijana wetu leo, na na imani wale ambao watarusha kwenye mitandao, basi na imani ni wengi watanufaika katika darasa yetu hino leo. Mungu akujaze kheri inshallah kwa wakati wako na sacrifice yako. It was very very specific, ile kuja kuwaeleza vijana wetu kiu ambao walikuwa nayo. Vijana, nazungumza na nyinyi very brief. Haya yote ambayo yamezungumzwa, elimu ni kitu, kila kitu chako ni elimu. Kama huna elimu, ulaika hum kal an'ami bal hum adallu, anakuwa wewe na mnyama unakuwa hakuna tofauti. Kuna quote ya Socrates asema, against stupidity even God himself is helpless. Utaona kama maneno ya kufuru. Asema unzama sana kwenye ujinga, Mungu akusaidie vipi wewe? Ankupa fahamu, amekupa uoni, amekupa yote haya ambayo tumezungumzwa nayo. Wewe ukawa kijana bado uko kwenye matezo tu. Wasaidiwa vipi na Mungu na amekupa kila kitu wewe? Kwa hivyo
vijana, heed the message of today. Alhamdulillah, ni message nzuri sana. Mwenyezi Mungu atujalie sote ni wenye kuisikiza haki na kuifuata. Jazakumullah. Tutilie Fatiha Sheikh Mubarak. بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح إن شاء الله ظاهرا باطنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويستر العيوب ويكفي الكروب ويحفظنا بما حفظ بالذكر وينصرنا بما نصر بالرسل. ونسأل الله الكريم أن يسد الديون والله الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جامعة وشاملة لكل نية صالحة دافئا لكل بليا وأذيا وحسن الختام وبلوغ المرام. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بها وخبير. وصلى الله على سيدنا. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.